On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." Bana, kwa mara ya kwanza rais wa Marekani Donald Jr. Trump siku ya leo ameudhihirishia ulimwengu katika yale maswali ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba rais wa Marekani ni rais wa namna gani, ni kiongozi ambaye anaendesha taifa lake kwa namna ipi hasa, na kwa nini amekuwa akifanya yale mambo ambayo hayaeleweki, yani yakielezwa kuwa mambo ya hovyo hasa katika utawala wake pale nchini Marekani. Sasa leo unakwenda kupata majibu yote ya maswali ambayo ulikuwa ukijiuliza pengine, na ulikuwa ukipata sintofahamu juu ya kile ambacho Trump amekuwa kikifanya kila siku ama kila kukicha, na mengi kwelikweli leo Trump ameyazungumza. You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all you can. Na yote hayo yanaashiria kile ambacho kila mmoja anakieleza kama kuchanganyikiwa kwa rais huyu wa Marekani Donald Jr. Trump. Lakini kabla ya yote, mimi nakusalimu sana mtazamaji, na nikupongeze sana kwa kuendelea kuwa na sisi na kutufuatilia kila hatua katika kila taarifa yetu ambayo tumekuwa tukikuletea popote pale ambapo unatufuatilia. Lakini nikupongeze pia kwa kuifikia siku ya pili tangu kuingia kwa mwezi Mei mwaka huu 2026, ambapo siku ya leo ni siku ambayo ulimwengu unaadhimisha na kuenzi uvuvi safi na salama ulimwenguni, yani uvuvi wenye tija kwa samaki katika vyanzo vya maji. Kwa hiyo kama unaishi kanda ya ziwa, unaishi eneo ambalo lina ziwa ama bahari na uvuvi huwa unafanyika, basi jua kabisa kwamba ulimwengu siku ya leo unatusihi kwamba tuendelee kuvua katika hali ya usalama kwa kulinda maslahi ya binadamu, lakini pia na tija kwa viumbe hai hao waishio majini. Lakini pia kumbuka mwezi Mei mwaka 2026 ni moja kati ya miezi ambayo ina dhima kubwa sana ulimwenguni, kwa sababu mwezi huu ndipo ambapo tunaadhimisha lile wiki la ugonjwa wa mfumo wa hewa, na maanisha ugonjwa wa pumu ama World Asthma Day, ambapo mwezi mzima huu, mwezi wa 5, ulimwengu wote unatoa elimu namna ya kufahamu ugonjwa wa pumu, athari zake, lakini pia na namna bora ama sahihi ya kuweza kujilinda dhidi ya ugonjwa huu wa pumu na ulimwenguni kote. Kwa hivyo jamii inapaswa kuwa makini katika mwezi huu na kuendana na kile ambacho mwezi mzima unakisema. Basi tuchukue tahadhari na tufuate hatua stahiki za kujikinga dhidi ya ugonjwa wa pumu. They have no radar, they have no leaders. Actually, their leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. Karibu sana mtazamaji katika ripoti maalum na ripoti kuu kutokea Mashariki ya Kati kwa siku ya leo, ambapo tunaangazia ripoti zinazoarifiwa juu ya kauli mbalimbali za rais wa Marekani Donald Jr. Trump, lakini pia na hatua za hivi karibuni. Bila shaka hapo awali tulikuletea taarifa inayoelezea waraka mzito ama barua aliyoituma rais wa Marekani Donald Jr. Trump kwa bunge la Marekani, na maanisha Congress, barua ambayo aliituma kupitia Speaker wa bunge hilo, yani Mike Johnson, ambapo alielezea mambo mengi sana ambayo kama yalivyowasilishwa na bwana mkubwa Guido, na bila shaka tumemwelewa vizuri sana bwana Alex Guido katika ujumbe huo wa Trump aliotuma kwa Speaker wa bunge la Marekani Mike Johnson, ambapo mengi aliyoyaeleza, moja kuu ambalo limegonga vichwa vya habari vingi kwa siku ya leo ni juu ya kauli yake ya kumalizwa kwa vita kati yake na Iran. Sasa katika mwendelezo wa ripoti mbalimbali, rais wa Marekani Donald Jr. Trump ameibuka tena na ametoa kauli ambayo imeibua taharuki kubwa sana na kupasua vichwa vya watu walio wengi sana ulimwenguni, hasa wale wafuatilizi wa karibu sana wa mgogoro huu ambao unaendelea kati ya Iran na Marekani, na uhasama mzito ambao unashuhudiwa kutanda pale katika Ghuba ya Uajemi kupitia mlango bahari wa Hormuz tangu pale mapema Februari 28 mwaka huu 2026. Yapi ambayo Trump ameyazungumza? Kwanza kabisa, mosi, itaanza na kauli yake ambayo amebainisha kwamba kwa nini rais wa Marekani yeye Donald Jr. Trump huwa anaogopa na huwa hataki hata kusikia wala kupata dodoso kwamba Iran inamiliki ama inarutubisha ama inaendeleza silaha za nyuklia
katika ardhi yake, ardhi ya Uajemi, ukanda wa Mashariki ya Kati. Sasa siku ya leo Trump ameidhinisha hilo, na ndilo jambo ambalo kila mmoja amemwona kwamba Trump huenda akawa ni kweli ni punguani ama akili yake haiko sawa kikamilifu, yani ana mental problem. Katika kauli yake ya mapema, Trump anasema kwamba kila mmoja ulimwenguni anafahamu vyema kwamba kwa nini Marekani ama Trump amekuwa akipinga vikali wa Irani kurutubisha ama kuendeleza silaha za nyuklia ulimwenguni kote, akisema kwamba ni silaha ambazo yani haziweki mbali katika matumizi, huenda akahatarisha usalama wa mataifa mengine, lakini pia na kuhatarisha ushirika wa Marekani wa karibu ukanda wote wa Mashariki ya Kati na hata ulimwengu mzima. Ambapo akilizungumza hilo kupitia matamshi yake mwenyewe, Donald Trump amesema, I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. Huwezi kuipa Iran silaha za nyuklia kwa sababu watakuja kuitumia kwenye mahali paitwapo Israeli haraka sana iwezekanavyo, kwa sababu inaonekana kuwa ni watu ambao wanawachukia sana kutokana na tofauti ya kidini waliokuwa nayo. Kwa hiyo inaweza kupelekea madhara makubwa sana ulimwenguni, na jambo ambalo haliwezi kutokea na halitokuja kutokea kamwe. Na hiyo si tu kwa Israeli, bali pia wangetumia kushambulia na kuangamiza Mashariki ya Kati nzima, wangetumia pia kushambulia na kuangamiza Ulaya nzima, lakini pia wangetumia kutuangamiza hata sisi wa Amerika. Na labda niseme wazi kwamba hilo halitokuja kutokea hata wakati mmoja ikiwa mimi nitasalia katika uongozi huu wa taifa kubwa la Amerika. Tell you we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all you can. They would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. We've taken apart. We've taken their air forces. Na huo ndio mwisho wa kumnukuu rais wa Marekani Donald Jr. Trump alipokuwa akizungumza hilo na kudhihirisha kwamba kwa nini yeye amekuwa akipinga vikali Irani kumiliki ama kuendeleza ama kurutubisha silaha nzito ama kubwa zaidi za nyuklia ulimwenguni kote, akisema kwamba silaha hizo ni miongoni mwa silaha ambazo hatari sana ulimwenguni na zinaogopwa hasa kwa Marekani, kwa Irani kuweza kuzimiliki na kuweza kuziendeleza, akisema hofu yake kubwa ni kusambaratishwa kwa taifa la Israeli ambalo ni mshirika wake wa karibu ukanda wote wa Mashariki ya Kati. Sasa pia rais wa Marekani ameacha pia watu vinywa wazi juu ya kauli yake nyingine ambayo aliitoa, akielezea athari mbaya za vita ambazo amezianzisha yeye mwenyewe, na akielezea hali ilivyo kwa sasa ya kiuchumi ulimwenguni, ili hali vita amevianzisha yeye na kuviendeleza, lakini pia na kupelekea hali mbaya kabisa katika ulimwengu huu. Katika kauli yake ambayo alitoa pia mapema, Trump anazungumzia namna ambavyo vita zimefikia, na endapo vita hivyo vitafikia tamati, basi tayari zimeshatokea na zinaonekana kwa macho, akisema kwamba now when this war ends, gasoline and oil and everything is going to come tumbling down. Vita hivi vitakapofika tamati, bei za nishati kama vile petroli na kila kitu, bei itashuka kuliko kawaida. Bei nyingine zimeshuka sana, lakini petroli iko juu. Lakini vita hivi vikiisha, tutakuwa na ulimwengu ambao Irani haina silaha za nyuklia, wala bei za nishati ulimwenguni hazitokuwa kama zilivyokuwa hivi sasa. Kwa hiyo hilo niseme tu wazi ya kwamba linakaribia kutamatika, na bei za mafuta zitasalia katika hali yake, zitashuka mara tu baada ya vita hivi kuisha. Market has hit record highs. We have more people again working in the United States today than at any time in the history of our country. We are really doing well. Now, gasoline's high, other prices are way down, but gasoline's high. But when this is over, you'll have a world without a nuclear weapon with Iran. If you allow Iran to have a nuclear weapon, the world would be in... Na hiyo ndio mwisho ya nukuu ama kauli yake Rais Donald Jr. Trump, akielezea athari mbaya za vita vya Irani na Marekani, ama vita vyake alivyovianzisha mwenyewe Februari 28 mara baada ya kumuua kiongozi mkuu wa Irani na kushambulia baadhi ya malengo ya Irani. Leo anasema kwamba vita hivyo vimepelekea athari mbaya kwa bei za mafuta kupanda na nishati nyingine muhimu ulimwenguni, akilaumu pia Iran kwa kufanya hivyo, yani kufanya bei hizo za mafuta kupanda
kwa kile ambacho anasema si tu kwa vita, bali kwa kile ambacho Iran inafanya ama kuendeleza silaha za nyuklia, na akielezea uhusiano wa moja kwa moja kati ya kumalizika kwa vita na kushuka kwa gharama za nishati muhimu ulimwenguni kama vile mafuta ya petroli na bidhaa nyingine za nishati ulimwenguni kote. Pia katika mwendelezo wa kauli zake hizo ambazo amekuwa akizitoa rais wa Marekani Donald Jr. Trump, pia hapa utakwenda kucheka ama utakwenda kufurahi juu ya kile ambacho amekisema kuhusu wa Irani, akiwakebehi namna ambavyo kile amesema wamekuwa wakihangaika kuwatafuta Marekani, wakiwapigia simu Marekani, lakini simu zao zimekuwa hazijibiwi. Yani anasema kwamba Irani inapiga simu kila kukicha kwa watu wa Marekani ikiomba msaada wa kumalizwa vita kwa haraka na kuachilia mlango bahari wa Hormuz, mlango ambao unapitisha bidhaa muhimu, na kile ambacho amekisema kwamba Marekani imedhibiti ama imezuia shughuli zao zile ndogo ambazo walikuwa wakizihitaji ili kuweza kupata kipato kidogo. Sasa Trump anasema kwamba hizo shughuli zao ndogo ndogo ambazo walikuwa wakizihitaji ili kuweza kupata faida kupitia shughuli hizo ndogo ndogo ambazo hazina tija kubwa kwa wao, yeye anasema tayari hizo shughuli ndogo ndogo amezizoofisha kupitia mzingiro ama blockade katika mlango bahari wa Hormuz, akisema Irani wamekuwa wakiwapigia simu wa Marekani bila kusema uongozi wake, yani akiukebehi uongozi wa Irani kwamba ni uongozi ambao hautambuliki wala hauna hadhi kwa watu wa Marekani, akisema kwamba ni mzimu gani ambao wanashughulika nao, ambao wamekuwa wakizungumza nao kwa njia ya simu, wakipiga simu wakisema kwamba mimi ni Mohamed fulani na yule ni Mohamed fulani, tunamtafuta kiongozi mkuu wa Marekani ili tuzungumze naye. Yani kauli za Trump unaweza kucheka ama ukavunjika mbavu kabisa namna ambavyo amekuwa akizungumza kuhusu watu wa Irani, yani zile kibei zake za moja kwa moja. Na hapa tumsikie Trump akizungumza hilo. Anasema it's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed so and so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. Hatujui ni nani hasa tunazungumza naye, hatujui ni nani hasa tunashughulika naye, na hatujui pia ni binadamu ama mzimu. Wanapiga simu, huyu akipiga anasema ni Mohamed fulani na yule akipiga anasema ni Mohamed fulani. Mimi nawaambia kwamba, je, wewe ni kiongozi? Sisi tuna shida na kiongozi mkuu na sio watu wa kawaida. Namuuliza, wewe ni kiongozi? Wanasema kwamba kila mmoja Irani ni kiongozi. Sasa hii inadhihirisha kwamba ni nchi pekee duniani ambayo hakuna anayehitaji kuwa kiongozi jasiri wa kusimama na kuzungumza jambo lake likieleweka. They have no radar, they have no leaders. Actually, their leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed so and so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. Na huo ndio mwisho wa kuinukuu kauli ya rais wa Marekani Donald Jr. Trump. Sasa wachambuzi wa moja kwa moja ama hali halisi ya mazungumzo haya ya Trump, hii inaashiria kwamba yani hakuna mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Trump na Irani, ambapo hapa Trump anakebehi na akiashiria kwamba anahitaji mazungumzo na watu wa Irani. Ndiyo ambacho anakimaanisha hapa, na hilo liko wazi kabisa kwamba Trump anahangaika kila kukicha kutafuta mawasiliano ya watu wa Irani ili kuweza kuyamaliza ama kumaliza vile vita ama uhasama kati yao na watu wa Irani. Lakini Irani wamekuwa ni watu ambao wana msimamo wa ajabu ambao haujawahi kushuhudiwa, msimamo ambao una ujasiri ndani yake, jambo ambalo Marekani amekuwa akiumia sana kuwaona wa Irani wanakuwa namna hiyo, akiwataka yani wajishushe na kumpigia magoti na kumaliza vita ama kuonesha kila mtu kwamba wameshindwa vita ili Marekani aonekane kwamba yuko juu, licha ya kwamba yeye ndiye ambaye ameanzisha vita Februari 28 mwaka huu, jambo ambalo linaibua taharuki kubwa sana kwa kila mmoja na kila mtu ambaye amekuwa akifuatilia vita hivi kati ya Irani na Marekani, hasa kwa wale wana geopolitics ama siasa za kijiografia. Waswahili wanasema kwamba ukisajabu ya Musa basi utayaona ya Fedhuli Farahun. Sasa hili ndilo ambalo limesalia, kwamba ukisajabu ya Musa basi utayaona ya Trump wa Marekani. Mimi ni chifu mkuu wa itifaki na hii ni Yohoma TV. Nikushukuru sana kwa kuendelea kwa na sisi na kufuatilia kila dakika na kila sekundi ambapo taarifa mbalimbali zinakuwa zikikujia popote pale ulipo, ukipata uchambuzi wa kina na taarifa mtambuka katika
hali ilivyo, vita na uhasama unaendelea kati ya wahasimu wawili Mashariki ya Kati, Irani na Marekani. Lakini pia tunaangazia habari mbalimbali ulimwenguni kote juu ya hali ilivyo katika hali nzima ya kisiasa, kidiplomasia na hata kijamii pia. Hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.